Kwa sababu mafanikio yana siri ambazo asilimia kubwa hawazijui, ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu wanashindwa kufanikiwa katika maisha yao, kwani siri hizo ni binadamu wachache tu ndio wanazozijua. Asilimia kubwa ya binadamu waliofanikiwa katika maisha yao walikuwa na vitu ambavyo asilimia kubwa ya binadamu ambao hawajafanikiwa katika maisha yao hawakuwa navyo. Hii inamaanisha hata wewe ukiweza kuwa na vitu hivyo, utafanikiwa kama binadamu wengine. Na ndani ya video hii nitakwenda kukuambia vitu hivyo, yani vitu ambavyo ukiwa navyo kuanzia leo utaanza kuona mafanikio yakifunguka katika maisha yako. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, jiunge nasi kwa kusubscribe chaneli hii ya Fafanua Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni vitu ambavyo ukiwa navyo leo utaanza kufanikiwa kuliko binadamu wengine. Namba 1, lazima uwe na utamaduni wa kuishi kutoka ndani kuja nje na si kutoka nje kuja ndani. Asilimia kubwa ya binadamu ambao hawajafanikiwa kwenye maisha yao wana utamaduni wa kuishi kutoka nje kuja ndani. Ninaposema kuishi kutoka nje kuja ndani, ninamaanisha unaishi huku ukiangalia watu watakuonaje. Unaishi kutokana na matarajio ya watu ambayo wanayatarajia kutoka kwako. Ina maana asilimia kubwa ya maisha ambayo unayaishi si maisha ambayo unayapenda, bali ni maisha ambayo watu wengine wanayatarajia kutoka kwako, yani expectation za watu wengine juu ya maisha yako. Ina maana kila unachokifanya kitakuwa ni kwa ajili ya kuwaridhisha binadamu wengine, jambo ambalo unatakiwa kulielewa na kulizingatia. Kama utaishi katika mfumo huo, itakuwa ni vigumu sana kupiga hatua, kwa sababu utakuwa unaishi maisha yasiyokuwa yako. Hautaweza kuishi ukuu wako, wala hautaweza kuliishi kusudio lako, bali utakuwa unaishi makusudio ya watu wengine. Ili uweze kufanikiwa, unatakiwa kuishi ndani kuja nje, yani chochote ambacho unadhani ukikifanya kitaleta mafanikio ya kweli katika maisha yako, kifanye. Kwa sababu kama utahofia kukifanya kwa sababu ya macho ya watu wengine, ni vigumu kufanikiwa. Na hii yote ni kwa sababu unaishi kutoka nje kuja ndani. Lakini unapoishi kutoka ndani kuja nje, utakuwa ni mwanadamu ambaye unafanya vitu vyenye mafanikio katika maisha yako, na haijalishi watu wengine wanakuonaje, kwa sababu wewe utakuwa mtu ambaye unajipa kipaumbele kwanza kabla ya kuwapa kipaumbele watu wengine. Malengo yako ni muhimu sana katika maisha yako. Unapohitaji kufanya chochote ambacho kinaweza kubadili maisha yako, usiogope watu wengine watakuonaje ama watasema nini kuhusu wewe. Namba 2, malengo. Malengo ni miongoni mwa vitu ambavyo asilimia kubwa ya binadamu hawana katika maisha yao, na ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu hawajafanikiwa kwenye maisha yao. Ukijaribu kufanya upembuzi yakinifu, utagundua binadamu waliofanikiwa katika maisha yao ni wachache kuliko ambao bado hawajafanikiwa. Unajua kwa nini asilimia kubwa ya binadamu hawajafanikiwa katika maisha yao? Ni kwa sababu wanaishi bila kuwa na malengo ya kweli katika maisha yao. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kuanzia leo, kama nawe unataka kuwa miongoni mwa watu wenye mafanikio maishani mwao, anza kuwa na malengo. Jenga malengo ambayo unatamani kuyatimiza katika maisha yako. Yakatekate malengo yako, alafu kuwa mtu ambaye unajitathmini katika mwezi mmoja, baadaye miezi 3, baadaye miezi 9, baadaye mwaka mzima. Kila mwisho wa mwaka kaa jitathmini. Je, unadhani umeyatekeleza ama kuyatimiza malengo hayo kwa asilimia ngapi? Tathmini pia kama haujaweza kuyatimiza malengo hayo, ni changamoto gani ambazo zimepelekea ushindwe kuyatimiza malengo hayo katika mwaka huo. Na kama umeyatimiza kwa asilimia fulani, jiulize, unadhani ni vitu gani ambavyo vimechangia uweze kuyatimiza malengo hayo. Hapo utaweza kujipanga katika mwaka unaokuja. Amini usiamini, ukiwa mtu ambaye unaweza kuwa na malengo na ukatathmini malengo yako, ukaishi kwenye malengo yako, utakuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio katika maisha yao kuliko binadamu wengine. Kwani tathmini
ni miongoni mwa vitu ambavyo wanavyo binadamu wengi waliofanikiwa kuliko binadamu wengine, na ni kitu ambacho hata wewe ukiwa nacho leo, haijalishi umeishi na umaskini kwa miaka mingapi, ukifanya maamuzi yako leo, chochote kinaweza kubadilika katika maisha yako. Namba 3, uvumilivu. Uvumilivu ni miongoni mwa vitu ambavyo binadamu wengi hawana. Mwanadamu anaweza kuwa na kila kitu, lakini anapokosa uvumilivu ni vigumu kufanikiwa katika maisha yake. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu asilimia kubwa ya vitu ambavyo mwanadamu anatakiwa kuvifanya na vilete mafanikio katika maisha yake, anatakiwa kuvumilia, kwani vitu vinahitaji mchakato. Mafanikio hayaji kiurahisi katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu aliyekosa uvumilivu hataweza kufanikiwa. Uvumilivu ni miongoni mwa vitu ambavyo asilimia kubwa ya binadamu waliofanikiwa wanavyo. Nawe utakapokuwa na uvumilivu kuanzia leo na ukatumia muda wako mwingi kufanya kitu ambacho unadhani kitakuletea mafanikio, haijalishi kitu hicho ni kigumu kiasi gani, amini usiamini, unakwenda kuanza kufanikiwa kama walivyokuwa binadamu waliofanikiwa kuliko watu wengine. Namba 4, msimamo. Msimamo ni miongoni mwa vitu ambavyo asilimia kubwa ya binadamu hawana katika maisha yao, na ndio maana binadamu wengi, kwa sababu ya kukosa misimamo, wanakuwa ni watu ambao leo unaweza ukakuta wameanzisha kitu fulani, wanapofanya kwa miezi mitatu au kipindi fulani kifupi sana katika maisha yao, kwa sababu wanaamini vitu hivyo havilipi, wanabadilisha biashara na kuanza biashara nyingine, jambo ambalo hawalijui ni kuwa wanadhani vitu hivyo havilipi kwa sababu wamekosa muendelezo katika vitu ambavyo wamevianzisha. Ni kwa sababu ya kutokuwa na uvumilivu. Chochote ambacho unakianzisha katika maisha yako, ikiwa kimewahi kuwapa mafanikio binadamu wengine, hata wewe pia kinaweza kikakupa mafanikio. Kama utakuwa mwanadamu ambaye hauna uvumilivu katika chochote ambacho umekianzisha, utakuta wewe unakuwa mwanadamu ambaye kila siku unaanzisha vitu vipya, unashindwa kuviendeleza kwa sababu tu hauna uvumilivu wa kusubiri wakati sahihi katika kitu ambacho umekianzisha. Itakuwa ni vigumu sana kuweza kufanikiwa. Ninakushauri, kama unahitaji kufanikiwa, hakikisha unakuwa na uvumilivu katika kitu ambacho umekianzisha. Namba 5, maamuzi. Maamuzi ni alama muhimu ambayo inaweza kubadilisha kila kitu kwenye maisha yako. Binadamu wengi hawana maamuzi, hawajui ni kitu gani cha kufanya. Hata katika vitu vya msingi ambavyo vinayahusu maisha yao, wengi wanatarajia watu wengine ndio wafanye maamuzi katika vitu hivyo. Wapo wanaodhani wanasiasa wanaweza kutoka waliko na kuja kuyabadili maisha yao. Wanaweka matumaini yao katika mikono ya watu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, ikiwa nawe ni miongoni mwa binadamu wenye tabia hii, ujue unafanya makosa makubwa ambayo yanaweza kuyagharimu maisha yako. Kuwa mwanadamu ambaye unaweza kufanya maamuzi katika wakati sahihi yanapotokea mazingira mbalimbali kwenye maisha yako. Ukiamua leo unaianza safari ya mafanikio na ukaamua kutoka moyoni, ukaamua kuifuata njia ambayo binadamu wengi wanaiogopa, ujue wewe utakuwa mwanadamu ambaye tayari umeanza kufungua mlango wa kuyafikia mafanikio ambayo unayatamani katika maisha yako. Endapo unaishia kutamani kufanikiwa alafu haufanyi maamuzi ya kuifuata njia ambayo inakupeleka kwenye mafanikio, hautaweza kufanikiwa. Mafanikio yatabaki kama ndoto ya usiku ambayo huwa unaiota kila iitwapo leo. Kamwe hautaweza kuileta katika uhalisia wa maisha yako. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Tukutane tena katika video ijayo.